Karibu tena ndugu mtazamaji wa Sage Media. Hapa tupo ni Uzuri Beach na tupo na kiongozi wa wanawake tunaweza. Dada, mambo vipi? Poa. Mzima? Shwari kabisa. Kwa majina kwanza unaweza kujipresente wakujue wajue ni nani mwenyewe anaongea na anaongoza nini? Kwa majina naitwa Lady Sapna, ni president wa timu la wanawake tunaweza Uvira. Yes. Wanawake tunaweza, tunaona mnakusanyika hapa wote mnavala mweupe, hatujui objectif ni nini ya mwe kuvala mweupe na kukusanyika hivi sasa tunaona direct huko kitu kingi kinapitikana. Mkusanyiko wetu leo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2024 ni kwa ajili ya kusherehekea miaka yetu miwili ya timu yetu ya wanawake tunaweza. Timu ya wanawake tunaweza ni timu ya wanawake ambao wapatikanao Uvira, ambao waliamua kujiunga kwa pamoja ili kuendeleza sanaa yao kivyao. Kwa hiyo wanajipambania wenyewe kuonyesha vipaji vyao vya uigizaji. Hivyo wakaona wanawake wajikusanye pamoja waweze kuunda timu yao na inaitwa wanawake tunaweza. Sasa toka tumeanza mwaka juzi mpaka leo sasa hivi ni miaka miwili. Sasa tukaona kwamba kukaa wanawake peke yao bila mwanaume miaka miwili bila ugomvi sio rahisi. Kwa tukaona leo tusherekee miaka miwili kwa kujipongeza. Kwa hiyo ni birthday ya timu yetu. Sasa leo tunafanya ni birthday ya grupu ya wanawake tunaweza. Tofauti na vile hakuna kingine. Wanawake tunaweza tunajua mko ni grupu ya sinema, sasa tunamaliza sema. Na mko deja na sinema moja yenyewe mshalanse. Unatuambia nini wewe vile kiongozi par rapport na siku zinaenda parce que ushapita siku za mingi depuis mproduire. Est-ce que hii ni kusema mnaanza mtakia produire tena mbele au wae? Kusema kweli tumeachia filamu yetu ya kwanza inaitwa Kijiji Chetu mwaka jana mwaka 2024. Na ipo YouTube, ukiandika tu wanawake tunaweza utaipata. Hatukufanya tena kazi mpaka leo kwa sababu ya changamoto. Sana inahitaji kujipanga. Filamu sio muziki tutaamua unaenda studio unamtafuta producer unaanza kurekodi, hapana. Sanaa ya filamu inahitaji watu wengi, inahitaji pia pesa. Kwa hiyo tulijipanga kwanza tukaona tujipe muda mpaka mwezi wa pili tuingie location ya mwaka huu sasa tufanye kazi ya pili. Bahati mbaya tukakutana na changamoto ya Uvira ambayo ilitokea ya masuala ya vita ikatuzuia tusifanye kazi maana watu wengi walikimbia nje ya nchi. Kwa hiyo tukaendelea kujipanga mpaka sasa hivi hapa. Kwa after hii part mwezi wa 10 tutaingia location tunafanya filamu yetu ya pili ambayo itaitwa Damu Moja. Sasa wanawake tunaweza isikie mnakuwa kama mnainishia wanaume kutumika nao sio tunatumika kama sawa. Na usi tukiangalia ndio changamoto za vita zishapitikana. Kulikuwa mkuwaza kufanya hii anniversary yenu muifanizie mu niveau ya Uvira parce que Uvira ndio fasi kwenye mnafanya production zenu. Kwa kifupi naweza nikasema nianze kwanza na hilo la kwa nini tuko hapa. Tulipenda kufanyia hapa kwa sababu asilimia kubwa 80% ya wanawake tunaweza baada ile changamoto wamoja waliingiliwa ndani masasi ya muda wote walikimbilia huko. Basi baada ya kuambia kwa kweli walikimbilia huko nikamwambia bwana tutafanyia party Uvira wakasema rais haitawezekana. Sisi wengine tuliingiliwa ndani. Tukani na ule oga. Hata tukiona askari tunashtuka. Kwa tukisema tufanyie Uvira itakuwa ngumu. Bora tufanyie huko. Wakuja kujikuta baadhi ya wainvite wetu na wao wakasema Uvira aisea panogi sasa hivi. Tunaweza kuwa tuko kwenye party tukasikia masasi ambayo tujue yanatoka wapi. Inaweza kuwa sio ya vita lakini tukasikia watu walishindwa kuelewana wakapigana masasi party itaharibika. Kwa hiyo kama tuko hapa kweli hatujapenda. Ila ni kutokana na situation ambayo iko Uvira ambayo amani ipo kweli lakini sio hivyo kama mwaka jana. Kutokana usina gisi mko mnatumika mwesa vile wanawake. Kwa wanaume wenyewe wanafanya sinema Uvira. Eske amewazaka kutumika na zile group zingine zenye ziko na wanaume wengi kutumika pamoja parce que kwa kutumika pamoja ni kwa kuendeleza sanaa yetu. Abi abafikiaka siku moja wesa vile kiongozi kuwaza na kusema tutumike na wanaume wengine. Kusema kweli wanawake tunaweza ni timu ambayo ni wanawake tunaweza. Yakija masuala ya production, tunataka kuproduce movie, tunaandika ile movie inahitaji wanaume wangapi. Ikihitajika wanaume wawili tunaenda kwa c'est-à-dire wanawake tunaweza iko sawa vile fondation. Tuseme tuzungumzie mwa hiyo sansa. Haiko sio kundi ya sinema. Iko sawa vile fondation. Yes. Sio kundi kama wengine wanavyojua. Ni kama vile fondation fulani ambayo ipo itafanya vitengo mbalimbali lakini kwa sasa hivi inafanya filamu. Inajikita sana kwenye swala filamu. Ikija production tunatafuta wanaume ambao wanahitaji wanakizi vile vigenzo ambavyo vinahitajika kwenye ile movie wanafanya kazi. Tukimalizana nao tunawalipa cha kwao wanaondoka tunakuwa sisi nao basi. Bon tunaweza uliza
ndani ya sinema paske ndo mnajikita hako sai sana. Yes. Sinema ya nyumbani ni kama vile nashuka. Wewe sasa vile kiongozi wa wanawake tunaweza. Mnajikita msinema. Ni kitu gani chenye unaona sasa vile kinaweza kuwa kinashusha sinema ya Uvira? Kitu kinashusha filamu za Uvira ni soko. Mashabiki wanatuangusha sana. Tukifanya kazi tunawapeleka mjini, mashabiki wanazikataa. Wanaona kwa sababu na nikikata kona sinamuona atanambia nini, wananichukulia poa, lakini wanamtamani ule msanii wa nje kwa sababu hawamuoni. Kwa hiyo soko kwanza iko chini, afu mashabiki. Nikisema soko moja kwa moja unaona hatuna TV ambazo ukifanya kazi yako utapeleka wakununulie. Hatuna makampuni ambayo yatakufuata kwa bwana tufanyie filamu fulani, gharama ni hivi, sisi tutalipia tu. Mashabiki ambao sasa ndio tunawategemea na wao ndio wanatususa kabisa, hawataki kununua kazi zetu. Ile inafanya kwamba mtu ajisikie nguvu hana. Unawekeza kwenye filamu karibu $1,000, filamu tu ya kawaida $1,000, afu unakuja kujikuta unamaliza unauza $800. Kwa hata na $1,000 uliyowekeza haikurudi. Sasa wewe unaona solution itakuwa nini? Paske yenye mko mnafanya ni business. Wewe unaona solution itakuwa ni nini pour que mwanze pata ile montagne yenye inaendana na gisi mko mnatumika? Mimi kivyangu unaweza nikasema kwamba kikubwa tuwatembelee kwanza wakuu ambao wako na makampuni mbalimbali na wale viongozi ambao wana hela. Eske mushaka iseye kubatembelea wakakosa kusponsorize mananize ile activite zenu za sinema? Nitazungumzia kuhusu wanawake tunaweza tu, maana wengine sijui. Kuhusu sisi wanawake tunaweza, yes, tushaga watembelea. Na filamu ambayo tulifanya kijiji chetu iligharimu $300. Siwezi kusema ila nyingi, $300 kwa sababu ilikuwa ni ya kawaida. Tulifanyia tu nje, ilikuwa tu ni transport, nauli na production kama $300. Lakini kwa hiyo $300 tulipata hela za kutosha kwa sababu tuwatembelea wale viongozi, tukawaonyesha kazi ni hivi, ni hivi, ni hivi na tukaona njia. Na hata hii filamu ambayo tutafanya sasa hivi ni moja kati ya viongozi na wawekezaji ambao wamewekeza. Kwa kumaliza unaweza ambia watazamaji wetu sinema yenye mko mna prepare saa inaitwa na sababu wawe na ile kumbukumbu ya kusema sinema ya wanawake tunaweza inaitwa sinema fulani na itatoka muda fulani. Kwa kumalizia kwanza watembelee YouTube yetu inaitwa Wanawake Tunaweza Uvira. After hapo waandike kijiji chetu iko na part A na part B, ila ni moja. Na sasa hivi mwezi wa 10 tunaingia location kufanya filamu yetu ambayo inaitwa Damu Moja. Itakuwa ni inayohusu masuala ya familia na mapenzi, kwa sababu siku hizi familia nyingi zina changamoto. Kwa hiyo tutazungumzia kuhusu masuala ya familia, ya maisha ya binadamu, pia tutazungumzia na kidogo kuhusu mahusiano. Kwa hiyo wakae karibu, wataona Damu Moja na tutafanya shooting mwezi wa 10 kama nimesema au 11, afu tunafanya launch mwezi wa 12. Itakuwa filamu nzuri sana, amazing, wakae tayari. Mtaitumikia ni Uvira tu au mtachanga fasi tofauti? Tutachanga kwa sababu kitu tutatumikia Uvira, lakini pasenti 40 itakuwa ni huku Bujumbura. Kwa nini? Uvira tuna matatizo ya hoteli. Ukienda kuomba kwenye hoteli zao wanakunyima. Una hela yako lakini wanakunyima. Na kuna wale wanakupa lakini wanakupa masharti. Sitaki hatutaki. Inaweza kuwa si nijua mwongea yake mzuri ndio maana wapatia kima. Uso sababu mnaendaka kushoot, mnaharibishaka vitu ya mahoteli ya watu sipokuwa wanawaimaka. Mimi nilizungumzie nilienda wakaninyima. Wakasema vya masinema hawatakagi kwa sababu kuna wengine wanakuambia kodi hoteli yetu kianza kuonekana kwa TV serikali itatufuatilia sana. Jamani hatutashoot nje maana sio wenyewe tutaki julikane kama ni hoteli. Tunaifanya kama nyumba ya mtu kwenye movie, wanakuwa wanakataa. Cha pili, hoteli zetu kuna zile ambazo hazigizi vigenzo. Unaiona nje ni kali. Ukiingia ndani, vitu vingi hakuna ambavyo vinahitaji. Unajua movie ni kitu ambacho unaandika. Na kile kitu unachokiandika utahakikisha kwenye movie kionekana. Unaenda sasa kwenye ile hoteli, unaona ile hoteli haina kile kitu ambacho wewe unakihitaji mle. Kwa tunakuja kukuta tungali na changamoto. Unajikuta nyumba za watu sasa binafsi ndio zina vitu nyumba nzuri. Ile ukimfuata mhusika anakuambia mimi ni wa dini, mimi ni shehe, sisi kupanda nyumba yangu. Mimi pastor vya masinema no. Unajikuta hatuna uhuru. Ile ukija hapa uko sura hapa Bujumbura mtavipata facilement par rapport na Uvira. Hapa Uvira vijana wengi ambao wako hapa Burundi kuna vijana wengi sana ambao wako Ulaya wanajenga nyumba zao. Ukimface kumuomba tu nyumba, nasikia raha anaona kumbe nimejenga. Mpaka wasanii wa filamu wananifuata sababu wao wanajua filamu ni nini. Mpaka msanii wa filamu anakufuata maana yake una nyumba kali. Ya tunapata kirahisi. Sasa kwa kumalizia, bali wanamke wenye biko na vipaji ya kucheza sinema na wanaweza kuwa swat na besoin ya kujiunga na mwe. Nini unawaambia? Wanawake Tunaweza team hatuchukui tu wasanii wa filamu, tunachukua wasanii wa muziki. Pia mko na msanii hata mmoja wa muziki, Wanawake Tunaweza. Tofauti na Briana. Kwa muziki ni Briana mwenyewe na kuna wengine ni chipukizi tunataka tumtoe.
siku zijazo tutamtambulisha. Sasa unaambia nini wanawake wenye wako na vipaji na wako na besoin ya kujiunga na wanawake? Wanawake tunaweza timu, tunahitaji wanawake tuwe wengi. Hata kama tuko wanawake 13. Kuna watatu ambao sio waigizaji. Wanatusupport kwa ajili ya mambo mengine. Afu kwa wale ambao ni wenye vipaji waje. Hata kama hujui ila unavipendaje, njoo tutakufunza na utafanya kazi. Naamini miaka 3 ijayo mbele kupitia wanawake tunaweza timu, kupitia sanaa yetu tutakuwa vizuri. Merci beaucoup Lady Sapna. Nawaza uko na Sage Media. Ni media ya nyumbani, tuliona ni bora tufike hapa tuapuye usi kuna nini yenu. Unaambia nini wapenzi wa media yetu? Mimi kitu ambacho naweza nikaongea, ninashukuru sana kuona Sage iliamua kuleta media, kwa sababu kusema kweli media Uvira zipo lakini ndogo, na kuna media zipo lakini zinabezi sana kwenye siasa. Hivyo sisi wasanii ambao tuko kwenye sanaa, nikimaanisha sanaa yote kwa ujumla, tunahitaji media ambazo zitatutangaza. Kwa hiyo Sage Media ilipokuja, inaikuja na inajikita sana kwenye sanaa. Mimi nasema thank you sana kwa director, aendelee kutusupport na awekeze nguvu sana kwenye kazi zetu, kwa sababu Sage inafika mbali. Yes, tunahitaji nguvu zenu, msioni kesho mnapotea. Hatuwezi tukapotea. Asante sana Lady Sapna, na felicitations aussi parce que kufanya kitu sa vile hiki sio jambo dogo. Yes, ni kitu kikubwa chenye mnafanya, na mimi mwaka kesho itakuwa na muendelezo. Tutakuwa na muendelezo. Kisha hapa tunaingia location, tukimaliza kushuti tunafanya lunch. Tukimaliza lunch kila tukienda na inaweza mwaka tunafanya party. Okay. Happy birthday to you.